Ndugu viongozi na ndugu wanachama, ni washukuru. Masuala haya mlouliza yanatuambia kwamba hii safari, hizi harakati zetu ni za halali na tuna sababu ya kuendelea nazo. Ni washukuru kwa hilo, kwa sababu sisi sote tunafahamu kwamba sasa kwa miongo mitatu ya siasa ya vyama vingi ilikusudiwa kwamba itujengee ufanisi, watu washindanishwe kwa hoja, washindanishwe kwa uwezo, lakini tumefika pahala imekuwa ni uhasama. Tumefanywa kwamba yeyote yule unayetaka mabadiliko ni kama wewe ndio umekuwa adui wa nchi hii. Hata ukitokea ukiwa na akili ya namna gani, lakini siku ukija ukitaja jambo la mabadiliko, wewe unakuwa kama mtu sasa kupelekwa kidongo chekundu. Yaani zile akili zote unakuwa huna tena. Hata kama ulikuwa shekhe, wewe utakuwa sasa tena hiyo elimu yote ishakutoka. Kama ulikuwa alimu gani imeshakutoka. Kama ulikuwa, manake mpaka tunafika pale tunasema hata leo akifufuka Karume ataitwa mpinzani akija kitaja jambo la kutaka mabadiliko. Kwa hiyo ndio hali tulio nayo, lakini bado tukawa sisi tunaendelea na harakati hizi, na bado tuko usimama kutaka mabadiliko. Hili ni jambo la kushukuru sana, na mimi naamini kwamba mnafahamu, na ufahamu huo ndio unaotuzidisha ari yetu katika hili, kwamba kama kuna kitu ambacho ni nyumba ya matatizo, ni nyumba ya mitihani, ni unapodai haki. Na ingekuwa kudai haki ni jambo la rahisi, basi ungekuwa rahisi kazi ya mitume, kwa sababu walitumwa na Mwenyezi Mungu, wakapewa miongozo na Mwenyezi Mungu, vitabu na Mwenyezi Mungu, wakapewa na nyenzo na Mwenyezi Mungu, lakini bado kazi zao ndio ambazo zimekuwa na mitihani. Watukufu wengi wamekufa katika kupambania haki. Ulitegemea kwamba hawa watukufu wa namna hii nao wanakufa tena wanauliwa na kafiri, lakini ndio mitihani ya kutafuta. Mtume wetu alihama, alibidi ya hajiri. Unajiuliza, ana hajiri kumkimbia mtu ambaye yeye hafanyi haki? Si akimbie huyu anaye, lakini alihama, si ndio? Sijui sisi tungeambiwa tuhame leo, sijui, naamini wengi pengine wengeshakiacha chapo, wangesema huku bwana. Lakini naamini wamo ambao wengeambiwa pia wahame, naamini wengehama kwa ajili ya harakati hizi. Na nyinyi mliomo ndani mnalithibitisha hilo. Kwa hivyo kwanza ni washukuru kuendelea kuwemo kwenye harakati hizi, kwa sababu si jambo rahisi, si jambo ambalo kwa kweli mtu kama dhamira yako sio njema, una uelewa kutosha, si jambo ambalo unaweza ukadumu nalo. Kwa hivyo mimi nashukuru kwa hilo. Madhumuni ya ziara hizi imekuwa ni haya tuliyoyasema au yaliyotangulia kuelezwa, kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi, na uchaguzi huu chama kilichonipa heshima hii ambayo imenipa kwa niaba yenu, na wengine mlikuwemo kwenye mkutano ulionipa dhamana hii kwa niaba ya wenzenu, malengo yetu yameelezwa na maono yetu yameelezwa kwenye ilani yetu ya uchaguzi. Lakini ilani ni kitabu, ilani haizungumzi, ilani haisemi, na maono ya kufanyia kazi sio kile kitabu, ni dhamira ambazo ule yalioandikwa ni ushuhuda tu kwamba tuna dhamira sisi.
lakini muhimu zaidi ni dhamira zetu. Katika dhamira hizo ni kuwatumikia watu. Dhamira zetu ni kusema kwamba yale ambayo yalikuwepo basi na ambayo wananchi yanawakera, wananchi wanayaona sio sawa, sisi wajibu wetu ni kuja kuyarekebisha. Hayo ndio lengo letu namba moja. Na kama hivyo ndivyo, manake kama tunakwenda kwenye uchaguzi lazima tupite kwa watu. Ndio maana tunapita kuyasikiliza sasa kutoka midomoni mwenu wa mashahidi. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, ndugu zangu, haya mambo sisi tunayasema kwenye majukwaa mbalimbali ya siasa, lakini tunafika pahala wanaoambiwa ambao walikuwa warekebishe hata mengine kabla sisi kusema, lakini wanachosema nini? Nyinyi mnajaza watu chuki. Kuna kiongozi mmoja mimi alinisikitisha sana kwa kweli, na leo namuona yuko busy anatafuta watu wamuunge mkono awe kiongozi. Maana kwa yale aliyofanya inaonesha alipewa bakshish ya yale aliyofanya 2020. Lakini kilichonisikitisha, Mheshimiwa Jussa aliwahi kumwambia kwamba sisi hapa tuko kwenye kutengeneza, usione wewe kwa sababu wewe ni katika walioshiriki kuua watu 2020. Sasa wewe huyaoni wala hayakuvumi. Akawa mkali kweli kweli, na akasema aliyeua watu, aliyeulisha watu ni Maalim Seif, kwa kuwashawishi, kwa kuwatia ushawishi, wakaenda wakapambana, ndio sababu wakauliwa. Ni kiongozi huyo, bahati nzuri kakisema mbele za watu, ni kiongozi huyo, na leo yuko anagombea uwakilishi jimbo la Kiwani ili awe ende akawe tena mkubwa katika nchi hii. Lakini alifika kusema, sasa mkiyasema nyinyi mnakuwa mashahidi kwamba kama wewe huyaoni, kama wewe hujasikia, kama wewe, ingawa tunajua kwa wengine Mungu ambao kawapofua mioyo yao, hata mkiyasema nyinyi pia wao hawasikii. Maana watu wamekufa lakini bado wanasema walioulisha ni kwenda kuwaambia wakapambana, wakati katika waliouliwa, aliyeuliwa kwenye kituo cha uchaguzi ni mmoja tu kati ya watu 20 waliouliwa. Wengi wameuliwa majumbani mwao, ndani mwao, lakini bado yanasema wameulishwa. Hivyo tuna wenzetu ambao bahati mbaya mioyo imepofuka.